Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Mungu anaongea na Adamu na Hawa. Anamuuliza Adamu, uko wapi? Mbona sikuoni katika hii bustani ya Eden niliyokupa uishi ndani yake? Uko wapi? Adamu anajibu, anasema, niko huku nimejificha, kwa kuwa mimi niko uchi. Mungu anamwambia Adamu, je, ni nani aliyekuambia uko uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuambia usiyale? Wakati Mungu ameumba bustani ya Eden, akamwagiza Adamu akisema, matunda ya kila mti katika Eden unaweza kula. Matunda ya kila mti, matunda ya miti yote katika Eden unaweza kula, lakini matunda ya mti wa mema na mabaya, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakapokula matunda haya au utakapokula mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa. Utakufa hakika. Lakini matunda ya miti mingine yote kula, matunda ya mti wa uzima kula, lakini huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Utakufa ukila. Kuna makundi matatu ya miti hapa. Matunda ya miti yote ya bustani kula, lakini katika Eden ameweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Matunda ya miti yote kula, haya yanafaa kwa ajili ya mwili, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa njia ya udongo, kwa hiyo na chakula chake kinatoka katika udongo. Kwa hiyo matunda hayo mengine ni kwa ajili ya mwili, kula kwa ajili ya mwili, chakula. Lakini roho ni kwa ajili ya uzima, mti wa uzima. Yaani mti wa uzima ni kwa ajili ya roho. Mti wa uzima ulio ndani ya bustani ya Eden ni kwa ajili ya roho zetu sisi. Huo ni mti wa uzima. Lakini nafsi ni kwa ajili ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ndipo Mungu anaposema mti huu usile. Mti wa uzima kula kwa ajili ya roho, miti mingine yote kula kwa ajili ya mwili, lakini mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu siku utakapokula mti huu, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, utakufa, kwa sababu huko sijaweka uzima, huko sijaweka baraka, huko sijaweka amani, huko ni dhambi, laana na mauti. Ukila mti huu utakufa. Kwa hiyo mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni kwa ajili ya nafsi, yaani mimi na wewe, na ndio Mungu anasema huu mti kwa ajili ya nafsi usile. Kwa nini? Kwa nini mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu ametukataza tusile? Kwa sababu katika huu mti hakuna wema. Katika huu mti iko tu mauti. Watu wanatakiwa kujua, na watu wengi hawajui kwa nini Mungu amefanya hivi. Mungu anasema kwa habari ya nini? Mungu anasema kwa habari ya maisha yetu, kwamba ni namna gani tunatakiwa kumcha Mungu. Alikwisha kumpa Adamu utaratibu wa kumcha Mungu, kwa sababu mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya ndio mti ambao
Wanadamu wote wanakengeuka na kumwacha Mungu kwa ajili ya huu mti. Mti wa mema na mabaya, huu wa ujuzi wa mema na mabaya, ndio mti pekee ambao wanadamu wote wanakuwa waasi, wasaliti, adui wa Mungu, adui wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wanaishi kwa huu mti. Watu wanatakiwa kujua ujuzi ni hatari kwenye maisha ya kiroho. Ujuzi ni kitu hatari kwa maisha ya kiroho. Ndio maana Mungu akasema mtu asiishi kwa ujuzi. Siku zote maandiko yanasema ujuzi una dhihaki, ujuzi una kejeli. Ndani ya ujuzi wa mema na mabaya kuna dhihaka, kuna usaliti. Mtu yoyote akiishi kwa ujuzi, basi huyu mtu akiishi kwa kufuata ujuzi wa mema na mabaya, huwa siku zote anatumia akili zake mwenyewe. Katika ujuzi mtu anatumia akili zake mwenyewe, mtu anatumia moyo wake mwenyewe, mawazo ya moyo wake mwenyewe. Kila mtu anayeishi kwa ujuzi, huyu anaishi kwa ufahamu wake mwenyewe, kwa maarifa yake mwenyewe, kwa hekima zake mwenyewe, hekima ya dunia hii. Kwa hiyo kila kitu anachoweza kufanya, anafanya yote kama yeye anavyoona, kwa akili zake, kwa mawazo yake, kwa fahamu zake, kwa maarifa yake, kwa busara zake, kwa hekima yake, tofauti na Mungu. Huyu ndio anaishi kwa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu anatumia kila kitu alichonacho yeye, kwa hiyo ujuzi hapa kinakuja kitu anadhihaki. Ujuzi unahoji kazi ya Mungu. Ujuzi unahoji nguvu ya Mungu. Ujuzi unadhihaki na kupima utimilifu wa Mungu. Ujuzi wanamtafuta Mungu. Ujuzi unatafuta asili ya Mungu. Ujuzi, Mungu aliumbwa na nani? Watu wanajiuliza hivyo, watu wanauliza hivyo. Mungu aliumbwa na nani? Kabla ya Mungu kulikuwa vipi? Ujuzi wanatafuta. Kabla hajaumba mbingu na nchi, Mungu alikuwa wapi? Ujuzi unahoji ukuu wa Mungu. Ujuzi, kwa hiyo ujuzi unatafuta udhaifu wa Mungu. Mungu anaweza yote kweli? Ujuzi unakosoa kazi ya Mungu. Ujuzi siku zote, ujuzi uko hivyo. Ujuzi unakosoa kazi ya Mungu, unatafuta madhaifu ya Mungu, unataka kujua kabisa Mungu yukoje, wanataka kujua wakati wa Mungu na mwisho wa Mungu na mwanzo wa Mungu. Ujuzi. Kwa hiyo ujuzi siku zote unatafuta kumjua Mungu, hata vile ambavyo Mungu hataki wanadamu wafikie kiwango hicho, wao wanataka. Ndio maana imeandikwa ujuzi unadhihaki. Ujuzi unakosoa kazi ya Mungu. Ujuzi unatafuta udhaifu wa Mungu. Watu wote wa dunia hii wanaompinga Yesu Kristo, kwa sababu nini? Wamejaa ujuzi, maarifa, wanaitwa wenye akili, wenye hekima ya dunia hii. Wanamtafuta Mungu, wanamtafuta Yesu Kristo kwa akili zao. Wanataka kumjua Yesu Kristo kwa akili zao. Wanataka kujua uumbaji wa Mungu kwa akili zao, kwa hekima yao. Kwa sababu gani? Wanaishi kwa kutumia mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Angalia huu mti, Mungu alivyosema ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna mambo mawili, kuna mema na mabaya. Hii maana yake nini? Mtu anapoishi anaishi kwa kutumia mti wa ujuzi wa mema na mabaya, atalitenga neno la Mungu katika pande kuu mbili, kwa sababu huu mti una mambo mawili, mema na mabaya. Kwa hiyo
akilileta neno la Mungu mbele yake, atalifanya katika njia kuu mbili, ataligawanya mara mbili. Kuna neno atakubaliana nalo kwamba hili ni sawa kama anavyoona yeye, alafu kuna neno ambalo atalipinga, hata kama ni neno la Mungu amesema, atalipinga kwa sababu yeye ameona hili neno halifai liwe hivi, kwa sababu kuna mambo mawili, mema na baya. Kwa hiyo atalikubali hili, atalipinga hili. Hii ndiyo kazi ya ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unachagua cha kuamini na cha kutoamini. Ujuzi unachagua lipi zuri na lipi baya. Wao wenyewe ndio wanasema, wanadamu wako hivyo. Ndio maana akasema kuna mema na mabaya kwenye ujuzi. Kwa hiyo ujuzi kuna uongo na kweli. Kwa hiyo mtu akiishi kwa mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, atakuwa na maneno mawili. Neno la kweli atakuwa nalo na neno la uongo atakuwa nalo. Yote akiweka pamoja ni muasi. Atasema hili ni kweli, atakataa, atasema hili siyo kweli, wakati maneno yote mawili ni ya Mungu. Lakini atachambua neno la Mungu na kuona hili ni sawa kama anavyoona yeye, na atasema hili siyo sawa kama anavyoona yeye. Ujuzi. Ndio maana Mungu alisema usile huu mti. Kwa sababu gani? Utakapomchambua Mungu kwa kiasi hicho, neno hili ni la Mungu lote. Yesu Kristo ni neno la Mungu. Lakini utakaposema hili ni sawa na hili siyo sawa, ujue huyo mtu anaishi kwa kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu kuna mambo mawili. Mahali pengine anasema hili neno naamini, ukija kusoma sehemu nyingine anakuambia hili neno siamini. Ni hatari kubwa. Wako wengi wanaishi hivyo. Kwa sababu gani? Ukiwaangalia ni Wakristo, ni makanisa, ni wachungaji, ni wainjilisti, ni mitume, lakini ukiwaangalia kwenye kuhubiri kwao, wanalikubali hili, wanakataa hili, lakini neno ni moja. Unagundua hawa ni ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo ujuzi wa mema na mabaya, mtu yoyote ukitaka kumjua huyu anaishi kwa kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mwangalia anachohubiri kwa habari ya Mungu. Anakataa hili, anakubali hili. Anaonekana yeye ni mtumishi, anasema Yesu ni mwana wa Mungu, lakini anakataa kusema Yesu ni Mungu. Unajua kabisa huyu mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndiyo maisha yake. Biblia inasema hivi, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na Biblia hiyo inasema huyo Yesu Kristo ndiye Mungu. Tangu Torati na manabii inasema yeye ni Mungu Baba wa milele. Ukisoma Isaya 9 mstari wa 6 inasema huyo mwana tuliyepewa, mwana mwanaume, ni Baba wa milele, mfalme wa wafalme. Lakini wako watu wanachambua, wanasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, lakini Yesu Kristo siyo Mungu. Wanasema yuko Baba, yuko Mwana, alafu wanakataa hakuna utatu mtakatifu. Unawagundua. Na Biblia inasema, Yesu Kristo anasema kila mtu atakaye niamini mimi abatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini unaona wako watumishi, wako wachungaji wanakubali Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, lakini wanakataa hakuna utatu mtakatifu. Wanasema utatu mtakatifu ni programu za watu walizoziweka. Alafu hiyo Biblia anayesema programu za watu wameziweka ndio anayetumia, anasema naamini Biblia. Unagundua kabisa huyu anaishi kwa kula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Hiyo ndio tatizo lake, kwa sababu katika ujuzi wa mema na mabaya ni lazima katika neno la Mungu ataamini hili moja, atakataa hili, ataamini hili, atakosoa hili. Kwa hiyo kazi ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni kukosoa kazi ya Mungu, ni kukosoa neno la Mungu. Watu wanatakiwa kujua hiyo. Wanakosoaje kazi ya Mungu? Ukila tu huu mti wa ujuzi, lazima utakosoa kazi ya Mungu. Adam na Hawa
Walipoambiwa usiguse huu mti hauna baraka, hauna neema, una dhambi, laana na mauti na uasi. Alipokula wakafumbuliwa macho. Kwa sababu gani? Kama ilivyoandikwa, shetani hakumwingilia Eva kupitia miti ya bustani au kupitia mti wa uzima. Alimwingilia kupitia mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu hapo kuna kweli na uongo, jema na baya. Hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote? Hapana, amesema tule matunda yote isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya tusile, maana tukigusa tutakufa. Akasema hamfi hakika. Mungu amesema siku utakapokula huu mti utakufa hakika. Shetani anasema siku utakapokula huu mti hautakufa hakika. Anasema uongo, hilo ndio baya. Alafu anasema ila ukila huu mti utakuwa kama Mungu, utakuwa umejua mema na mabaya. Hapa kasema ukweli. Kwa hiyo limetimia lile neno, huu mti ni mti wa mema na mabaya, kweli na uongo. Lakini ukweli ulio chini ya uongo ni uongo na dhambi na laana. Hawa akala, amekula jema na baya. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni nini? Anaanza kukosoa kazi ya Mungu. Walipogundua kwamba wamekula na wamekuwa wakajikuta wako uchi, wanaanza kusema angalia tulivyo, mbona tuko vibaya hivi, mbona tumeumbwa hivi, hivi sio sawa. Adamu anamwambia Hawa, mbona tuko hivi, na Hawa anamwambia angalia na mimi niko hivi. Hii si sawa. Mungu ametuumba ndio, lakini alivyotuumba haikutakiwa tuwe hivi. Wanaanza kukosoa kazi ya Mungu. Mungu anasema amemuumba mwanadamu, amemuumba na Hawa kutoka kwa Adamu, akaona ni vema walivyo, akaona hivi ndio inavyotakiwa mwanadamu awe. Lakini mwanadamu amekula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, anasema sikutakiwa niumbwe hivi, sikutakiwa niwe hivi mimi. Adamu anakosoa kazi ya Mungu. Kwa nini anakosoa? Kwa sababu amekula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Anaanza kusema sikutakiwa kuwa hivi, Mungu alitakiwa kutuumba tufunike hivi. Namna gani hivi, mbona tuko hivi? Wakaanza kusema tunatakiwa tuvae na nguo, tutengeneze nguo. Sasa wanatumia nini? Ujuzi wao, fahamu zao, mawazo yao, hekima yao. Wanaanza kujitengenezea nguo wao wenyewe, kwamba tukiwa hivi ndio tutapendeza, lakini hivi tulivyoumbwa hatupendezi. Wanaikosoa kazi ya Mungu, kwamba Mungu ametuumba vibaya. Yeye aliyetuumba anasema nimewaumba vizuri, lakini walioumbwa kiumbe kinasema haujatuumba vizuri, tunatakiwa tuwe hivi. Ndio umetuumba, wanakubali, lakini hatukutakiwa tuwe hivi uchi, ulitakiwa utengeneze kitu kingine hapa. Wanakosoa kazi ya Mungu. Kwa sababu gani? Wanaishi maisha yao kwa kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa wanakosoa, anawaita uko wapi? Kwa nini Mungu anasema uko wapi? Kwa sababu tayari Adamu na Hawa wamekuwa giza tu, wamekula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ambao huko kuna giza, kuna laana, kuna dhambi, kuna mauti. Mungu akiwatazama sasa hawaoni. Mko wapi? Mbona hamuonekani? Tuko huku tumejificha. Shida ni nini? Tuko uchi. Nani aliyekuambia wewe uko uchi? Hilo swali ndio watu wanatakiwa kulieleza. Mungu anamaanisha nini? Anauliza, nani aliyekuambia wewe uko uchi? Adamu na Hawa wanasema sisi tuko huku tumejificha, tuko uchi. Mungu, ni nani aliyekuambia uko uchi? Nani? Mimi sijakuambia uko uchi. Mimi naona nimekuumba vizuri, hiyo ndio kazi yangu, nimependa kukuumba hivyo. Lakini wewe unasema mimi niko uchi. Ni nani aliyekuambia uko uchi? Swali linakuja, je, umekula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya niliyokuambia usile? Jibu ni ndio. Ndio, nimekula.
Kumbe kwa sababu umekula huo, ndio maana sasa unakosoa kazi yangu, unakosoa neno langu, hutaki kuishi kwa neno langu. Hii ndiyo madhara ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Watu wanatumia knowledge. Nina akili, nimesoma, mimi ni profesa, nina digrii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ujuzi. Neno la Mungu halihitaji ujuzi. Toka mwanzo Mungu alikwisha kuonya mtu asiishi mbele zangu kwa kutumia mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya. Nimesoma, nina digrii ya theology ya mambo ya Mungu. Hii haisaidii. Unachambua Mungu, kazi ya Mungu, unaikubali hii, unakataa hii. Unapita njia ya Adam na Hawa, mama zetu na baba yetu. Je, ni nani aliyekuambia uko uchi? Umekula tunda la ujuzi wa mema na mabaya? Jibu ndio. Nilikuambia usile hilo. Utatofautiana na mimi. Sasa watu wamekuwa. Hii maana yake nini? Huu ni unabii kwa ajili ya wanadamu wote kutueleza kwamba mtu asiishi kwa kufuata mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu mti huu unachambua kazi ya Mungu, unakosoa kazi ya Mungu, unatafuta udhaifu wa Mungu, unalipinga neno la Mungu. Ujuzi unachambua neno la Mungu, kukubali hili na kukataa hili. Ndiyo kazi ya ujuzi. Kwa hiyo ujuzi ni adui mkubwa wa imani, ni adui mkubwa wa utii mbele za Mungu, kwa sababu imani ni kusikia neno la Mungu na kuishi kwa neno hilo. Uwe unajua au hujui, kwa sababu Mungu amesema lazima uishi hivyo. Kwa sababu Mungu amesema lazima tulichukua hilo neno, hata kama hatujaona jinsi lilivyokuwa, lakini kwa sababu amesema Mungu aliye wa kweli, amesema Yesu Kristo, lazima tuamini hivyo hivyo. Uwe umeelewa au hujaelewa, lakini aliyesema ni Mungu. Hii ndiyo imani. Utasema hamna, lazima tuhakikishe. Nitakuuliza, una baba na mama? Bila shaka ndiyo, kila mtu ana baba na mama. Ulimjuaje huyu ni baba yako? Ulimjuaje huyu ni mama yako? Ulimjuaje? Ulihakikisha au unazaliwa, wakati unazaliwa ukahakikisha ndio unazaliwa kwa huyu mama? Unajua hilo? Jibu bila shaka litakuwa hapana. Sasa kwa nini unamwita huyu baba na huyu ndio mama yako? Ulihakikisha wapi kusema huyu ni mama yako? Ulihakikisha kwa nani? Ni nani? Uliona wapi anakuzaa? Ulikuwepo wakati anakuzaa? Uliona wakati anakuzaa? Kila mtu ana mama, sio kwa kuona, bali kwa kusikia kutoka kwa mama mwenyewe kwamba mimi ni mama yako niliyekuzaa. Na kwa sababu hiyo unashuhudia, unasema huyu ni mama yangu aliyenizaa. Hii imani iko sawa. Wewe una baba, lakini hujawahi kuona kama huyu ndio baba yako kwa kuona, ila una baba kwa kusikia, inayotokana na imani. Au unaamini huyu ni baba yako kwa kusikia kutokana na baba mwenyewe na mama mwenyewe. Lakini ni nani aliyeona wakati anaumbwa na mama yake na baba yake? Sasa kama hujawahi kumkosoa mama yako, kama hujawahi kumkosoa mama yangu, wewe sio mama yangu, na unasema wewe ni mama yangu, mbona unamkosoa Mungu? Mungu anasema wewe ni mwanangu, nimekuumba uko safi, mimi naona uko safi na ndivyo nilivyotaka nikuumbe. Wewe unasema hivi. Adamu anasema hapana, niko uchi. Unasema uko uchi? Nani aliyekuambia wewe uko uchi? Mimi uko sawa. Hapana, siko sawa baba, siko sawa. Wanadamu wako hivyo. Ni hatari kubwa kwenye maisha. Kwa hiyo huu ni unabii ambao tunatangaziwa sisi kwamba nyakati zijazo watu wataishi kwa kutumia huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa hawa watakuwa adui wa imani, watakuwa adui wa Yesu Kristo, watakuwa adui wa neno la Mungu ambayo ndiyo Yesu Kristo.
Nyakati zinakuja ambazo nyakati hizo ndio sasa tunaishi nao. Ndivyo tunavyoona watumishi wengi wanaishi kwa huu mti wa ujuzi na mema na mabaya. Wakristo wengi wanaishi, wanamwabudu Mungu kwa kupitia mti wa ujuzi na mema na mabaya. Kwa sababu gani? Wanahoji kazi ya Mungu, wanahoji neno la Mungu, wanalikubali hili, wanakataa hili. Mungu anasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Hilo ndo neno langu. Yesu Kristo anasema, mtu haendi kwa Baba ila kwa mimi. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ana uzima wa milele. Hilo ndo neno la Mungu. Wanadamu leo wanasemaje? Hapana, mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake haitoshi. Sasa ni lazima tuongeze na kitu kingine cha dunia. Wanahubiri fedha na mali kwa watu. Hii ndiyo injili ya Yesu Kristo wanaiita. Wanakosoa kazi ya Mungu na wanaidogosha kazi ya Mungu. Unafikiri wanafika wapi? Wako chini ya dhambi, laana na mauti na uasi na usaliti. Mungu anasema, mwili wangu na damu yangu ndio uzima wa kila mtu akiamini, akitazama huo na akiamini katika hiyo. Hakuna kitu kingine. Tunaingia mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo, imeandikwa Waebrania 10:19. Lakini watu wanasema hiyo peke yake haitoshi, lazima watu wahubiriwe fedha na magari, fedha na mali, majumba na magari. Kama alivyosema Nabii Mika, watu hawa usipotoa kitu kwao wanakuandalia vita. Hawataki kabisa. Injili ya leo ni fedha na mali, majumba na magari. Lakini injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu ya Yesu Kristo, imani katika Yesu Kristo, katika mwili na damu yake. Tofauti. Kwa nini? Ujuzi ndio unawafanya watu wawe maadui. Wanapenda fedha, wanaikataa damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Hawamtaki Kristo. Yesu Kristo, Mungu anasema huyu ndiye niliyemchagua, kwamba ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 anasema, Mungu ametupa uzima wa milele na huo uzima ameuweka kwa Yesu Kristo mwanaye. Kila aliye naye mwana ana huo uzima wa milele, na kila asiye na huyo mwana hana huo uzima wa milele. Mstari wa 13 anasema, ninyi mna uzima wa milele mnaoliamini jina la mwana wa Mungu Yesu Kristo. Lakini leo watu wanasema toa pesa, wanahubiri fedha na mali, wanahubiri magari na majumba, alafu wanajiita watumishi. Ni waasi wapinga Kristo. Makanisa yamekwisha kuasi, unabii umekwisha kutimia, watu wataishi hivyo. Watu wengine leo, Mungu amesema, neno la Mungu linasema mwanamke na asiongoze kanisa kuwa mchungaji. Neno linasema, kwa sababu kichwa cha mwanamke ni mwanamume na kichwa cha mwanamume ni Kristo na kichwa cha Kristo ni Baba Mungu. Sasa leo mwanamke kusema kichwa cha mwanamke ni mwanaume, manake mwanaume ndio awe mchungaji, aongoze kanisa. Angalia leo wanapinga hilo neno, wanasema Kristo sawa, lakini kwa habari ya mwanamke asiwe mchungaji, asiongeze kanisa, hilo hatukubali. Sasa unakuta makanisa mengi ulimwenguni wachungaji ni Wakristo, wachungaji ni wanawake. Ni Roho Mtakatifu yupi anayewafundisha hii? Roho Mtakatifu anasema mwanamke asiwe mchungaji, asiongoze kanisa, kwa sababu yeye ni mwili. Kichwa ndicho kiongoze kanisa, mwanaume. Yesu Kristo hakuchagua mwanamke kuwa mtume au mchungaji, alichagua wanaume, akimaanisha wanaume ndio waongoze kanisa, kwa sababu wao ndio kichwa cha mwanamke. Leo wanawake ndio kichwa, alafu wanajiita Wakristo. Kwa sababu gani? Ujuzi. Wanakosoa kazi ya Mungu. Hapa Mungu amekosea, kwa sababu hata mimi mwanamke natakiwa niwe mchungaji. Mungu hapa kakosea. Angalia hili neno, tusome mara moja zaidi.
Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 34 unasema hivi: wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii, kama vile inenavyo torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Angalia hili neno. Roho Mtakatifu anasema kwamba mwanamke na asiwe mnenaji, asiwe mchungaji. Mwanamke na ajifunze kwa mwanaume, na akitaka kujua neno wawaulize waume au mwanaume wake huko nyumbani ajifunze, na akisha kujua afundishe watoto. Anaweza kuhubiri Injili lakini asiwe mchungaji. Mwanamke anaweza kuhubiri Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini sio kusimama madhabahuni kama mchungaji, eti kama mtume na nabii aongoze kanisa. Ni laana kubwa hiyo. Kwa sababu ni roho gani aliyekuambia wewe uwe mchungaji, wakati Biblia inasema mwanamke asiwe mchungaji? Sasa kizazi hiki wanakula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wanasema kwa hili neno hatukubali. Sawa, sisi wanakubali, sawa, Injili iko hivi, sawa, lakini sisi hatutaenda hivi. Neno jema kwetu ni sisi kuwa wachungaji. Sasa wanawake wanaibuka, kizazi cha wanawake kuwa wachungaji, mitume, manabii. Ni uchafu ulioje huu! Roho Mtakatifu anasema wanawake na wasiwe wanenaji, asiwe mchungaji ndani ya kanisa. Sasa na wewe unakuwa mchungaji, unasema una Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu gani anayejichanganya namna hii? Ni Biblia ipi? Roho Mtakatifu anayewaongoza hao ni mwingine. Nani? Ibilisi, Shetani. Huyo ndiye yuko nyuma ya hayo, kwa sababu amewapa amri ya kula mti wa ujuzi na mema na mabaya. Wanakubali Yesu Kristo, wanakataa, hawataki kuwa watu wa kujifunza kuwasikiliza waume, na wao wanataka kuwa wanaume. Sasa wanapindua Injili, wanapindua ufalme wa Yesu Kristo. Badala ya mwanaume kuongoza kanisa, sasa wao wanawake wanaongoza kanisa. Yaani badala ya kichwa kunena, sasa mwili ndo unanena. Sijui huo mdomo umeupata wapi? Huo mdomo wa kunena wanawake ni Ibilisi, Shetani ndo anayenena, kwa sababu kichwa ndio kinachonena. Mdomo uko katika kichwa, kwa hiyo kichwa ndio kinachonena, ndio mwanaume. Sasa mwanamke ametajwa kuwa ni mwili. Mwili hauna mdomo. Wewe mwanamke unasimama madhabahuni unanena mbele ya wanaume, huo mdomo ni wa nani? Sio kama Ibilisi, Shetani. Hii ndio maana tunasema siku zote ujuzi unadhihaki, ujuzi unasaliti neno la Mungu. Kwa hiyo wako chini ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ni nani aliyekuambia wewe uwe mchungaji? Ni roho wa nani aliyekuambia wewe mwanamke uinuke uwe mchungaji? Ni roho wa namna gani huyo? Je, unakula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Jibu ni ndio. Kwa sababu kama Yesu Kristo amesema wanaume ndio kichwa na ndio wanenaji, ndio wanaofaa kuwa wachungaji, wainjilisti, maskofu, mitume na manabii. Leo mwanamke anakuwa mchungaji, nabii, mtume, anaongoza kanisa. Huyo roho ni roho gani? Ni Roho Mtakatifu ndo aliyekuweka hapa. Roho Mtakatifu aliyesema wanawake wasiwe wachungaji, leo anajipinga mwenyewe aseme wanawake wawe wachungaji. Hapa tunajua watu wanaishi kwa kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwamba wanasema hili siyo sawa na sisi tutakuwa wachungaji. Habari ndio hiyo, wanapinga neno la Mungu. Ndio kazi ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sisi hatuwezi kuishi hivyo. Sio hilo tu, yako mambo mengi. Watu wanaishi kwa ujuzi wa mema na mabaya kwa mambo mengi. Unawezaje kusema Yesu ni mwana wa Mungu alafu nakataa Yesu sio Mungu?
unakubali Baba, Mwana, halafu unakataa Roho Mtakatifu. Yesu Kristo anasema watu akishamwamini na abatizwe kwa jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe unasema ubatizo hauna maana. Mungu ameumba vitu vyote vipokelewe kwa imani. Wewe unasema usile hiki, hatuwezi kula hiki, hiki ni dhambi. Nani kasema? Watu hawali kambale, alafu unajiita Mkristo. Mkristo gani? Mkristo pasipo imani, huo ni Ukristo feki. Ujuzi mwingi, shida ujuzi mwingi, hawana imani. Walio wa imani wanakula vyote kwa jina la Yesu Kristo. Mwanamke asiwe mchungaji, lakini ukiona mwanamke ni mchungaji, huyo sio Roho Mtakatifu anayenena ndani yake, kwa sababu yeye hana mdomo, yeye siyo kichwa, yeye ni mwili. Sasa ananena kwa mdomo upi? Ina maana shetani ibilisi ndio anayenena. Hiyo wachukie, wapinge, tunafuata Mungu anasema nini. Kama hili ni neno la Mungu, mimi nimeamini kila neno lililohumu ni neno la Mungu. Nikiona mtu anaenda kinyume na humu, huyo hawezi kuwa nabii. Uwezi wewe ukawa mchungaji. Mungu kasema hutakiwi kuwa mchungaji. Mwanamke ambaye aliyetakiwa kuwa mchungaji kuliko wanawake wote labda ni Bikira Maria, lakini hata Bikira Maria mwenyewe, mama Bwana wetu Yesu Kristo, hakuthubutu kusimama mbele kusema awe mchungaji achunge kanisa. Anaelewa yeye ni mwili, kichwa ndicho kinachonena. Mwanaume yeye ni mwili. Sasa mwili akasimama nene kwa mdomo gani? Kwa kichwa. Dhambi kubwa hiyo. Kwa nini? Kwa sababu wanaishi kwa kutumia mti wa ujuzi wa mema na mabaya, watakufa. Mungu anasemaje? Je, ni nani aliyekuambia uko uchi? Umekula wewe mti wa matunda ya mti niliyokuambia usile, mema na mabaya, ndio maana unakosoa kazi yangu. Mimi sijasema uko uchi, lakini wewe unasema niko uchi. Mimi sijasema mwanamke awe mchungaji, wewe unasema hii inakubalika, inafaa. Mimi sijasema fedha na mali hubiriwe makanisani kwa ajili ya uzima, wewe unahubiri fedha na mali, unasema hii inafaa. Kinachokukuta ni nini? Mavumbini utarudi. Wakati huu sio mavumbini, wakati huu ni jehanamu utakwenda. Katika moto wa milele utakwenda, kwa sababu uko chini ya mti wenye dhambi, laana na mauti na uasi na usaliti, kwamba huo mti hauna uzima, hauna baraka, ni mauti tupu. Utakapokugusa utakufa hakika. Basi Mungu akupe hekima. Amini kila neno la Yesu Kristo. Amini kila neno, usikosoe neno. Mungu akisema Yesu Kristo ni Mungu, lazima useme Yesu Kristo ni Mungu. Umepata wapi? Ni Mungu kasema. Mungu anasema. Ni nani aliyekuambia? Mimi sijasema. Umekula mti huu? Jibu ni ndio. Lakini kama nikisema Yesu Kristo ni Mungu, nani kasema? Kasema Mungu katika Isaya 9 mstari wa 6. Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni neno. Nani kasema? Kasema Mungu. Yohana 1 mstari wa 1 na kuendelea. Yesu Kristo ni neno la Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ndiyo, naamini hilo. Nani kasema? Kasema Mungu. Huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Sasa mimi nikatae nini? Roho Mtakatifu? Ndiyo, Roho Mtakatifu yupi? Yesu Kristo kasema tubatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa wewe unasema Roho Mtakatifu sio Mungu, utakuwa ni kichaa. Wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Sasa unawezaje kusema Roho Mtakatifu sio Mungu? Yesu Kristo anasema dhambi zote watakazofanya wanadamu watasamehewa.
hata kama watamtukana Yesu Kristo watasamehewa, lakini yoyote atakayemkufuru Roho Mtakatifu hasamehewi. Roho Mtakatifu ni nani? Je, umekula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Ndio maana unapinga neno la Mungu wewe. Lazima watu wajue. Mungu anasema wewe ni Abraham, ndio. Sasa kuanzia leo hautaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim. Lazima niseme mimi ni Ibrahim, hata kama watu wananijua mimi ni Simon Bariona, lakini Yesu kasema wewe sasa ni Petro, Kefa. Lazima nishuhudie mimi ni Petro. Natii tu neno la Yesu Kristo, sitaki kuchambua, kwa sababu mimi naishi katika mti wa uzima, chini ya mti wa uzima. Sasa nikiishi kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya nitakosoa, Yesu, mimi sio Petro, mimi ni Yohana, mimi ni Simoni, taenda motoni. Mungu hapo umekosea, mimi sio Abraham, mimi sio Ibrahimu, mimi na Abraham. Takuwa kichaa. Yesu anasema sisi wote ni wana wa Mungu kwa kumwamini yeye. Nashuhudia mimi ni mwana wa Mungu na Mungu ndio baba yangu. Damu ya Yesu Kristo, neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.